Mpendwa mfuatiliaji wa The Gospel Media, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Baba yetu anajali. Huu ni mwezi wa Januari, na mwezi huu tunayo mada inayosema wana na binti za Mungu. Leo tunaenda kuliangazia somo la Januari 7. Na kabla hatujalianza somo hili, ni kualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya wana wako na binti zako ambao tumepata nafasi kujifunza neno lako, ambao tumepata nafasi ya kuja pamoja kulitafakari neno lako, ambao umetupatia nafasi ya pekee kufanya toba, kufanya maombi na kuja kwako kwa unyenyekevu. Neema yako yatosha. Tusamehe dhambi zetu, tutakase na utusafishe. Na ikiwa yuko mtu katikati yetu ambaye analo jambo amelishikilia kwa muda mrefu, ambaye amekuomba kwa imani kwa muda mrefu, Mungu wa mbinguni, ukamtendee sana mapenzi yako. Furaha yangu ni kuona ukitenda kwa watoto wako, nasi tutafurahi, tutalitukuza jina lako. Waponye wagonjwa, dumu kuwa nasi kila wakati. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu, amina. Mada inasema malaika huwahudumia warithi wa wokovu. Imejengeka katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ile ya 1 aya ya 14. Neno la Mungu linasema, "Je, hao wote si roho watumikao, wakitumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu?" Mungu anao malaika ambao kazi yao yote ni kuwavuta wale ambao watakuwa warithi wa wokovu. Kazi ya malaika ni kuzizuia nguvu za Shetani. Kazi ya viumbe hawa wa mbinguni ni kuwaandaa wakazi wa ulimwengu huu kuwa wana wa Mungu, wasafi, watakatifu na wasiotiwa unajisi. Lakini watu, ijapokuwa wanakiri kuwa wafuasi wa Yesu, hawajiweki mahali ambapo wanaweza kuelewa huduma hii, na hivyo kazi ya wajumbe wa mbinguni inafanywa kuwa ngumu. Malaika ambao daima huutazama uso wa Baba huko mbinguni, wangechagua kubaki kukaa karibu, kando ya Mungu, katika mandhari ya usafi na utakatifu wa mbinguni. Lakini lazima kazi ifanywe katika kuleta mandhari hii ya mbinguni kwa nafsi ambazo zinashawishiwa na kujaribiwa, ili kwamba Shetani asiweze kufanya kutofaa kwa ajili ya mahali ambapo Bwana angewataka kupajaza katika nyua za mbinguni. Falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho huungana na malaika hawa katika huduma yao kwa wale ambao watakuwa warithi wa wokovu. Malaika ambao watakusaidia kufanya kile ambacho huwezi kujifanyia, wanasubiri ushirikiano wako. Wanakusubiri ili uitikie ushawishi wa Kristo. Mkaribie Mungu na mkaribiane ninyi kwa ninyi, kwa shauku, kwa maombi ya kimya, kwa kuzipinga mamlaka za kishetani. Weka mapenzi yako upande wa mapenzi ya Mungu. Unapokuwa na shauku moja ya kumpinga Shetani na kuomba kwa dhati, niokoe toka majaribuni, utapata nguvu kwa ajili yako kila siku. Ni kazi ya malaika wa mbinguni kumkaribia yule aliyeshawishiwa
hujaribiwa na kuteseka. Wanafanya kazi kwa muda mrefu na bila kuchoka ili kuziokoa roho ambazo Kristo amezifia. Na watu wanapokubali utendaji wao, wanakubali msaada wa mbinguni waliotumiwa. Huitikia utendaji wa Roho Mtakatifu kwa niaba yao. Wanapoweka mapenzi yao upande wa mapenzi ya Kristo, malaika hupeleka habari hizo mbinguni. Na kisha kunakuwa na furaha katika jeshi la mbinguni. Hii ni Januari 7, mada ikisema malaika huwahudumia warithi wa wokovu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku